Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba chama tawala cha UDA kinaendelea na mikutano ya kuhamasisha wananchi katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi wa viongozi wa mashinani wa wanachama hicho. Leo mkutano wa uhamasishaji umefanyika katika kaunti ya Murang'a, ukiongozwa na viongozi wa kaunti hiyo kwa ushirikiano na uongozi wa chama cha UDA. Mkutano huo ulilenga kuimarisha uungwaji mkono na kuendelea kukuza umaarufu wa chama katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Robert Gakure na taarifa kamili. Mkutano wa chama cha UDA katika kaunti ya Murang'a uliwaleta pamoja maelfu ya wanachama kwa lengo la kuwaelimisha na kuandaa kwa uchaguzi wa viongozi wa mashinani wa chama unaotarajiwa kufanyika Januari mwaka ujao. Tutakuwa na wawakilishi mbalimbali kama vile umeelezewa, wawakilishi wa wakulima, wawakilishi wa wanabiashara, wawakilishi wa special interest, wawakilishi wa wamama. Viongozi waliohudhuria walitumia jukwaa hilo kueleza mafanikio ya serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, wakisisitiza kuwa chama kiko imara na kimejipanga vyema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Soko zinajengwa ama hazijengwi? Barabara zinajengwa hazijengwi? Kazi inaendelea ama haiendelei? Wale wengine kuna kitu wanaweza onyesha? Mungu hawezi kutuwekea kalamu hapo, atuwekee pati hapo, atuandalie meza vizuri, na wadui wakuja waseme tokeni kwa meza, muacha tuingie. Sisi ni wajinga. Mkutano huo uliwahamasisha wanachama kuendelea kuunga mkono sera na mwelekeo wa chama, huku viongozi wakieleza kuwa chama hicho kimeendelea kukua na kuimarika kupitia uongozi wa mashinani katika maeneo mbalimbali nchini. Tutapambana. Kuna wakati walikuwa wanasema hawezi ingia mlima. Sasa tumeingia mlima na tumevaa mavazi ya UDA. Sisi sote tuko hapa tukisimamia na tukisema hakuna chama ingine inadumu na inatawala ni chama ni UDA. Viongozi wanasema mikutano kama hii itaendelea kufanyika katika kaunti zingine, wakisisitiza umuhimu wa mshikamano wa wanachama katika kuimarisha chama. Robert Gakure, TV47, Murang'a.